Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imekuwa na kile alichokiita utovu wa nidhamu kwa zaidi ya kipindi cha miaka 50, akidai kuwa taifa hilo limekuwa likiongoza dunia katika tabia mbaya kwa zaidi ya nusu karne. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo uhusiano kati ya Washington na Tehran ukiendelea kuwa katika hali ya mvutano mkubwa, huku masuala ya uchumi, mpango wa nyuklia, usalama wa Mashariki ya Kati na vikwazo vya Marekani yakiwa miongoni mwa maeneo yanayozua tofauti kubwa kati ya mataifa hayo mawili. Trump alitoa kauli hiyo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, ambako amekuwa akitumia mara kwa mara kutoa msimamo wake kuhusu Iran na sera ya Marekani kuelekea Tehran. Katika ujumbe wake, Trump hakuzungumzia tu historia ya mgogoro kati ya Marekani na Iran, bali pia alilenga hali ya sasa ya uchumi wa Iran, akidai kuwa nchi hiyo imefikia katika hali mbaya ya kifedha. Katika ujumbe huo, Trump aliambatanisha na picha inayoonyesha mwenendo wa thamani ya sarafu ya Iran tangu mwanzoni mwa mwaka 2025 hadi sasa. Picha hiyo ililenga kuonyesha kushuka kwa thamani ya Iran dhidi ya sarafu nyingine, jambo ambalo Trump amelielezea kama ishara ya udhaifu mkubwa wa uchumi wa Iran. Akiambatanisha picha hiyo, Trump aliandika kwamba Iran haina pesa na kuongeza kuwa fedha yao haina thamani. Kauli hii imeonyesha namna ambavyo rais wa Marekani anatumia hali ya sarafu ya Iran kuonyesha kila anachodai kuwa ni matokeo ya sera za Iran pamoja na shinikizo la kiuchumi ambalo nchi hiyo imekuwa ikikabiliana nalo kwa miaka. Uchumi wa Iran kwa muda mrefu umekuwa ukikabiliwa na changamoto mbalimbali, huku vikwazo vya Marekani vikiwa miongoni mwa sababu zinazotajwa kuathiri uwezo wa Iran kufanya biashara na kupata fedha za kigeni. Vikwazo hivyo vimeathiri sekta muhimu za uchumi wa Iran, ikiwemo mafuta, benki na biashara ya kimataifa, na kufanya nchi hiyo kukabiliwa na changamoto katika kupata fedha za kigeni na kuvutia uwekezaji kutoka nje. Kushuka kwa thamani ya raya pia kuna athari kubwa kwa maisha ya wananchi wa Iran. Sarafu inapopoteza thamani, bidhaa zinazoagizwa kutoka nje huwa ghali zaidi, hali inayoweza kuongeza gharama za maisha na kuathiri uwezo wa wananchi kununua bidhaa na huduma. Kwa taifa hilo ambalo limekuwa likikabiliwa na mfumuko mkubwa wa bei na shinikizo la kiuchumi, udhaifu wa raya ni moja ya masuala yanayoweka shinikizo kubwa kwa serikali ya Iran. Hata hivyo, tatizo la uchumi wa Iran haliwezi kuelekezwa kwenye sababu moja pekee. Bali na vikwazo vya Marekani, Iran imekuwa ikikabiliwa na matatizo ya ndani ya kiuchumi, changamoto katika mfumo wa fedha, mfumuko wa bei, kupungua kwa uwekezaji na changamoto katika biashara ya kimataifa. Mchanganyiko huo wa mambo umeendelea kuifanya raya kuwa chini ya shinikizo na kuongeza wasiwasi kuhusu hali ya uchumi wa nchi hiyo. Kauli ya Trump kuhusu miaka 51 inahusishwa na historia ndefu ya uhasama kati ya Marekani na Iran. Mahusiano ya mataifa hayo yalifikia hatua kubwa ya kuvunjika baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 yaliyomwondoa madarakani Shah Mohammad Reza na kuanzisha mfumo mpya wa kisiasa chini ya uongozi wa Kiislamu. Tangu wakati huo, Marekani na Iran zimekuwa wapinzani wakubwa katika siasa za kimataifa na Mashariki ya Kati. Kwa miongo kadhaa, Washington imekuwa ikishutumu Iran kwa sera ambazo Marekani inaziona kuwa tishio kwa usalama wa kikanda na kimataifa. Miongoni mwa masuala hayo ni mpango wa nyuklia wa Iran, shughuli za kijeshi za nchi hiyo katika eneo la Mashariki ya Kati na uhusiano wake na makundi ya silaha katika nchi mbalimbali za eneo hilo. Iran kwa upande wake imekuwa ikipinga madai hayo na kuishutumu Marekani kwa kutumia vikwazo na nguvu za kijeshi kuiwekea shinikizo na kuingilia masuala yake ya ndani. Trump amekuwa akiongeza kuwa Marekani inataka Iran ibadilishe mwenendo wake, huku Washington ikiendelea kutumia shinikizo la kiuchumi na kisiasa kama njia ya kulazimisha Tehran kufanya maamuzi ambayo Marekani inataka. Katika mtazamo wa Trump, hali mbaya ya uchumi wa Iran inaweza kuongeza shinikizo kwa viongozi wa nchi hiyo na hatimaye kuwafanya wakubali kufanya mazungumzo au makubaliano kuhusu masuala yanayogombaniwa. Kwa upande mwingine, viongozi wa Iran wamekuwa wakisema kuwa taifa lao haliwezi kulazimishwa kusalimu amri kwa kutumia vikwazo. Tehran imekuwa ikitetea mamlaka yake kufanya maamuzi yake kuhusu sera
zake za ndani na nje, huku ikiendelea kusema kuwa vikwazo vya Marekani vimekuwa sehemu ya juhudi za kuiangusha kiuchumi na kisiasa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.